Karibu sana wewe msikilizaji. Asante kwa kujiunga nasi moja kwa moja kwenye uchunguzi wetu wa kina wa leo. Tuna mkusanyiko wa vyanzo vya kipekee sana mezani kwetu leo. Haswa, ni mchanganyiko mzito kweli. Ndiyo, yaani kwa mtazamo wa kwanza vinaonekana kama havina uhusiano wowote kabisa. Tuna makala za kusisimua za uhalifu wa kweli kutoka lile eneo la Asturias nchini Hispania. Kisha tuna ripoti nzito ya serikali ya Uingereza inayochambua mbinu za kisasa za utapeli. Halafu tuna mwongozo wa kimatibabu kutoka shirika la eLip. Hili linahusu magonjwa nadra sana yanayoitwa lipodystrophies. Na mwishowe tuna historia ya kina ya eneo la kijiografia linalojulikana kama Somiedo. Sasa, ni mchanganyiko ambao unaweza kukufanya ujiulize, hivi vitu vinaingiliana vipi? Hilo ni swali la msingi sana, na hapo ndipo dhamira yetu kuu katika uchunguzi huu inapojitokeza leo. Lengo letu ni kuchunguza kwa undani jinsi gani kutengwa, iwe ni kutengwa kijiografia kule katika milima ya mbali, au kutengwa kimatibabu kwa kuugua ugonjwa ambao haueleweki, au hata kutengwa kijamii kutokana na aibu tu. Jinsi gani huku kutengwa kunavyokutana na ule udhaifu wa kibinadamu. Kabisa. Yaani, muunganiko huu unatengeneza mazingira kamili kabisa ya kuwezesha udanganyifu, utapeli wa milioni na mateso makubwa ambayo yamejificha kabisa katika jamii zetu. Ukiangalia kwa makini, wewe msikilizaji, utaona jinsi mifumo yetu inavyoweza kuwa kipofu kwa mambo yaliyodhahiri kabisa. Ndio maana nilitaka tuanze kwa kuangalia ramani ya kaskazini mwa Hispania. Kuna eneo linaitwa Pigueses. Hili liko ndani ya hifadhi ya asili ya Somiedo. Kusema kweli, hili si eneo ambalo utapita kwa bahati mbaya tu. Hapana, ni eneo lililojificha. Haswa, tunazungumzia mandhari ya milima mikubwa ya Cantabrian. Kuna mabonde yenye miteremko mikali sana, misitu minene inayoficha jua na ukungu unaotambaa kwenye vilele vya milima karibu mwaka mzima. Ni mahali penye historia nzito sana. Bado unaweza kuona zile taitals, Zile nyumba za asili. ndiyo nyumba zilizojengwa kwa mawe na kuezekwa kwa mapaa ya nyasi. Sasa, Pucheses lina watu wachache sana, kama watu 82 tu kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni. Kihistoria, hili ni eneo la wafugaji wa kuhamahama waliojulikana kama Vaqueros de Alzada. Ni mahali ambapo pako mbali kabisa na kasi ya maisha ya kisasa. Kila mtu anajuana. Lakini pia asili inakupa nafasi ya kujificha. Hapo sasa. Ni kweli, kijiografia, ile milima inatoa pazia la asili. Kuta za mawe na mabonde marefu hufyonza sauti na kuficha siri kwa urahisi sana. Na ndani ya hilo pazia ndipo tunapokutana na lile tukio la kusisimua la mwaka 2015. Mwaka 2015 kundi la wapanda milima lilikuwa likivinjari eneo hilo la Somiedo. Walipofika kwenye mwinuko wa mita 1400 katika eneo lenye mandhari ya kutisha linaloitwa Mirador del Rebeco. Ambalo kimsingi ni kama ukingo wa shimo refu sana. Ndiyo, chini yake kuna mawe matupu tu. Hapo ndipo walikumbana na jambo la kutisha. Walikuta mwili wa binadamu unaooza. Mwili huu ulikuwa umefungwa kwa uangalifu sana kwenye blanket na kuingizwa ndani ya mfuko wa kijani wa plastiki, ule unaotumika kwa kazi za bustani. Hakukuwa na kitambulisho chochote. Na kitu cha kushangaza zaidi, wewe msikilizaji, ni kwamba hakuna mtu yoyote katika maeneo ya karibu au hata mbali aliyotoa taarifa ya mtu kupotea. Mamlaka zikabaki na kitendawili, zikampa jina la mwanaume wa Somiedo. Lakini uchunguzi wa kimatibabu wa awali ulionyesha kuwa alikufa kifo cha asili. Kile kilichowashangaza wataalamu wa uchunguzi ni maumbile yake. Alikuwa na ulemavu mkubwa sana uliotambulika kwa urahisi. Mikono yake ilikuwa mirefu, isiyo ya kawaida na iliyokunjamana. Alikuwa kipofu, mwenye mtoto wa jicho, na alikuwa na ulemavu mkubwa wa mgongo na kifua. Alikuwa na uzito mdogo sana pia. Ndiyo, alikuwa na uzito wa takriban kilo 35 tu. Fikiria mtu mwenye maumbile ya kipekee kiasi hiki angekuwa anajulikana na jamii, lakini hakuna aliyejitokeza kumtambua. Yaani, hilo linaibua swali ambalo haliwezi kupuuzwa. Inakuwaje mtu mwenye uhitaji mkubwa kiasi hicho, ambaye ni wazi alitegemea msaada wa watu wengine kuishi, anapotea bila mtu yoyote kumtafuta au kumuulizia? Majibu ya swali hili hayakupatikana kule milimani.
yalikuja miaka 10 baadaye, kuanzia mwishoni mwa mwaka 2024 na kuingia 2025. Na majibu haya yalipatikana wapi? Kwenye makabati ya ofisi za serikali. Serikali ya Asturias inagundua kupitia ukaguzi wa mifumo yao kwa kuna mtu mmoja mlemavu anayepokea msaada ambaye hajafika kwenye uchunguzi wake wa lazima wa afya kwa muongo mzima. Muongo mzima. Inashtua kufikiria kuwa mtu anaweza kuwa hai kwenye makaratasi Ndio. na kwenye mfumo wa malipo wa serikali, lakini haonekani kwa miaka 10 na hakuna kengele inayolia popote. Haswa, mfumo wetu una tabia ya kuangalia namba badala ya kuangalia watu. Huduma za kijamii zilipoanza kufuatilia, zikakuta ndugu zake wawili ambao ndio walezi wake kisheria wanakwepa wito wa mahakama, hawapatikani. Polisi waliamua kwenda kwenye nyumba yao kule Gijon. Walikuta nyumba imetelekezwa, lakini cha kutisha zaidi ilikuwa imejaa milima ya taka na uchafu mpaka darini. Asife? Wataalamu wanaita hii Diogenes syndrome, ugonjwa wa kisaikolojia ambapo mtu hujilundukia vitu na uchafu huku akijitenga na jamii. Hawa ndugu walikuwa wamekimbia, lakini msako ulifanyika na hatimaye walikamatwa wakiwa wamejificha katika eneo la Basque Country. Walipokuwa wakisafirishwa kurudishwa Asturias chini ya ulinzi wa polisi, yule dada anashindwa kuvumilia msukumo wa ndani na kukiri. Alisema, mwili ule uliopatikana Somiedo ni kaka yangu. Hapo ndipo akili inaanza kujiuliza maswali mengi sana. Hebu fikiria wewe msikilizaji, kwa nini wafanye hivi kwa ndugu yao wa damu? Vyanzo vyetu vinaingia ndani zaidi kwenye nia ya uhalifu huu na kufichua mambo magumu sana kisaikolojia. Hawa ndugu, Enriqueta ambaye ni mwanamke mwenye umri wa miaka 60 na anafanya kazi ya kusoma kadi za tarot, na kaka yake Enrique, Mwanamume wa miaka 65 ambaye kitaaluma ni mwanauchumi. aswa mwanauchumi, walimtunza kaka yao huyu Luisin kwa miaka 55, sio miaka mitano, miaka 55 ya matunzo ya kila siku. Enriqueta aliambia mahakama kuwa kila siku alitumia saa 2 kumlisha Luisin chakula kilichosagwa, kumwogesha, kumnyoa kwa sababu alikuwa tegemezi 100%. Kisha Luisin akafariki, inaaminika ni kutokana na nimonia. Enriqueta anadai waliita kampuni ya mazishi ikawapa gharama ya euro 5,000 kwa madai kuwa hawakuwa na hizo pesa, ndipo waliamua kumchukua ndugu yao na kumtupa kwenye mlima ule wa Somiedo. Lakini, na hii ni pointi muhimu, hii siyo hadithi ya walezi waliokosa pesa tu. Baada ya kumtupa kwa miaka 10 iliyofuata, waliendelea kuchukua pensheni yake ya msaada ulemavu, euro 3,000 kila mwezi. Ukipiga hesabu, euro 3,000 kwa mwezi, kwa miaka 10 inafikia jumla ya euro 360,000. Sio pesa ndogo, sio ndogo hata kidogo. Hapa tunaona mabadiliko ya kisaikolojia yanayoshtua sana, kutoka kwa walezi waliochoka na waliojitolea kwa nusu karne hadi kuwa wahalifu wa kimkakati na watapeli. Kule kutengwa kijamii kuliwapa mwanya. Luisin hakuwa na marafiki, hakuwa na mawasiliano na majirani, hivyo hakuna aliyegundua kutokuwepo kwake. Enriqueta na Enrique walitumia ukimya ule kama mtaji. Hili linaonyesha ufaa mkubwa sana katika mifumo yetu ya ufuatiliaji. Inakuwaje serikali inalipa euro 3,000 kila mwezi bila kuwa na ofisa ustawi ya jamii anayegonga mlango walau mara moja kwa mwaka kujiridhisha kama huyu mlengo bado yupo hai? Familia, vyanzo vyetu vinatuonyesha jambo dogo la kiutu ambalo lilinigusa sana. Sajini Miguel Angel Maldonado wa kikosi cha polisi cha Guardia Civil aliyekuwa akisimamia kesi hii aliguswa sana na hali ya Luisin. Hakumwacha awe namba tu kwenye faili la upelelezi. Alihakikisha anapata utambulisho rasmi. Na hata kabla jina la Luisin halijajulikana, Sajini Maldonado alihakikisha mwili wa Mirador de Rivico umezikwa kwa heshima katika makaburi ya kijiji cha Proaza. Alikuwa akienda mara kwa mara kuweka maua kwenye kaburi lake. Ni ukumbusho mzuri wewe msikilizaji, kwamba wakati mwingine mfumo mzima unapofumbia macho utu wa binadamu, hatua ya mtu mmoja inaweza kurudisha heshima iliyopotea. Kabisa. Inashangaza jinsi ule ukimya ulivyowapa Enriqueta na Enrique nafasi ya kuiba euro 350,000. Lakini ukiangalia ile ripoti ya serikali ya Uingereza kuhusu utapeli ambayo tunayo hapa, unaona kuwa huu ukimya
Na udhaifu huu wa mifumo ya kuthibitisha uhai na utambulisho ndio mtaji mkuu wa kundi jipya la wahalifu. Ripoti inawaita watu hawa wajasiriamali wa utapeli, au kwa lugha ya Kiingereza scampreneurs. Scampreneurs. Hili ni neno zito. Maana yake tunawaangalia watu wanaofanya utapeli kama biashara rasmi yenye mikakati. Ndiyo, haswa. Hawa sio wahalifu wa kawaida wanaovunja mlango wa nyumba yako usiku wakiwa wamevaa maski. Hapana. Hawa wanatumia mbinu zinazohitaji ufichaji mkubwa na kucheza na saikolojia pamoja na mianya ya sheria. Kitendo cha ndugu wa Somiedo cha kuchukua pensheni ya marehemu kinafanana sana na kile ambacho ripoti ya Uingereza inakiita jackal fraud au utapeli wa mbweha. Mbinu hii hutumia utambulisho wa mtu aliyekufa kujipatia mikopo, kufungua akaunti za benki au kupokea mafao. Jina hili lilitolewa kutokana na ile filamu maarufu ya The Day of the Jackal. Sasa ngoje niulize hapa. Kwenye kesi ya Somiedo, walimtumia kaka yao kwa sababu walikuwa na nyaraka zake. Lakini hao scampreneurs wa Uingereza wanafanyaje? Wanaenda aje makaburini kutafuta majina ya watu waliokufa ili wakachukulie mikopo? Sio lazima waende makaburini siku hizi. Wanatumia taarifa zinazopatikana mtandaoni, matangazo ya vifo kwenye magazeti, au hata kununua data kwenye masoko ya magendo mtandaoni, kule dark web. Wanajua kuwa mifumo ya benki na idara za kujiandikisha kufariki haziwasiliani kwa wakati. Kuna dirisha la miezi kadhaa ambapo mtu amefariki, lakini kwenye mfumo wa benki bado anaonekana yuko hai na ana alama nzuri za ukopaji. Katika hilo dirisha, matapeli wanaingia, wanachukua mikopo mikubwa na kutoweka. Hili linanileta kwenye jambo ambalo lilishtua sana nilipokuwa napitia hili ripoti. Unajua wewe msikilizaji, ukiuliza watu wengi mtaani kwamba ni nani anayetapeliwa zaidi mtandaoni au kwenye mambo ya fedha, asilimia kubwa watasema ni wazee wasiojua teknolojia. Au watu wasio na elimu kubwa. Ndio. Hata mimi nilikuwa nafikiri hivyo. Lakini inakuwaje takwimu za Experian kwenye hii ripoti zinasema waathirika wakubwa wa utapeli wa kitambulisho ni watu wenye umri wa miaka 26 hadi 45. Watu wenye elimu zao, wataalamu wanaoingiza kipato kinachozidi paundi 50,000 kwa mwaka. Na cha kushangaza zaidi, eti wakurugenzi wa makampuni wana hatari mara 5.5 zaidi ya kutapeliwa ukilingana na sisi wengine. Inakuwaje mtu mwenye elimu yake Na mshahara mzuri kabisa. ndiyo, halafu ananasa kwenye huu mtego? Inaweza kuonekana ya kushangaza, lakini ukifikiria kimkakati inaingia akilini kabisa. Kama wewe ni mjasiriamali wa utapeli, huwezi kupoteza muda wako kuiba utambulisho wa mtu ambaye hana historia ya kukopa au mwenye kipato kidogo, kwa sababu benki haitamuidhinishia mkopo mkubwa. Unamtafuta mtu mwenye kipato cha juu, mwenye historia nzuri ya mikopo. Wakurugenzi wa makampuni ni walengwa wazuri kwa sababu taarifa zao nyingi ni za umma. Ziko kwenye sajili za makampuni za serikali, kwenye tovuti za biashara zao, na hata mitandao kama LinkedIn. Kwa mtapeli, hii ni dhahabu. Wanatumia hizi taarifa kugushi nyaraka, wanaelekeza barua zako ziende anwani nyingine, na wanafanya miamala bila wewe kujua. Wanaingia kwenye maisha yako kupitia mlango wa nyuma kabisa. Aisee, hiyo inatisha sana, kwamba kadiri unavyokuwa na mafanikio na taarifa zako zipo wazi, ndivyo unavyokuwa kwenye hatari kubwa zaidi. Sasa tuseme mimi nimetapeliwa, au wewe msikilizaji umegundua umetapeliwa paundi 5,000. Kitu cha kwanza kinachokuja akilini ni kwenda polisi haraka. Lakini takwimu za ripoti hii zinasema ni 1% mpaka 3% tu ya waathirika ndio huripoti haya matukio. Kwa nini watu wakae kimya baada ya kuibiwa pesa zao? Hapa ndipo saikolojia inachukua nafasi kubwa kuliko sheria. Kuna kile wataalamu wanakiita visceral influences, yani misukumo ya ndani ya kihisia yenye nguvu sana. Matapeli hawa hawakupi muda wa kufikiri. Wanacheza na tamaa yako ya kupata faida haraka, au wanapandikiza hofu kubwa. Kwa mfano, kukupigia simu wakijifanya ni mamlaka ya kodi na kukuambia utakamatwa usipolipa faini mara moja. Ndio, nakumbuka hizi kesi. Sasa, pale unapozinduka na kugundua umedanganywa, aibu inayokupata inakuwa kubwa kuliko hasira ya kupoteza pesa. Watu wanajiambia, mimi msomi mzima nimetapeliwa hivi. Nitaambia nini mke wangu? Nitaambia nini bosi wangu?
Hii aibu inawatenga na inawafanya wafiche siri, sawa kabisa na jinsi ukimya ulivyoficha siri ya kule Sumiedo. Sasa naanza kuona ule muunganiko tuliozungumzia mwanzoni. Na ndani ya hiyo ripoti kuna mtaalamu mmoja anaitwa Donald Black. Ana nadharia inayoielezea hii hali vizuri sana. Nilikuwa nasoma ile Black's Theory of Law, lakini kusema kweli ni nzito kidogo. Hebu tusaidie kuichambua kwa lugha nyepesi, wewe msikilizaji aielewe. Sawa. Kwa lugha nyepesi sana, Donald Black anasema hivi: uwezekano wa wewe kwenda polisi au kutumia sheria kutafuta haki unategemea sana jinsi unavyojisikia ndani ya jamii yako. Kama wewe ni mtu mwenye hadhi na unajihisi unakubalika, utatumia sheria haraka sana. Lakini ikiwa utapeli huu umekufanya ujihisi mnyonge, umekuaibisha na umekutenga na jamii, uwezekano wako wa kwenda kuripoti unashuka na kukaribia sifuri. Watapeli wanajua hili. Wanaunda mazingira yanayokutenga. Watakwambia hili ni dili na siri, usimwambie mtu yoyote. Wanajua ukishatengwa hutatafuta msaada wa kisheria. Na tusisahau kuna machafuko ya kisheria yanayosababishwa makusudi na hawa matapeli. Unamaanisha jinsi wanavyojificha kwenye mikataba inayoonekana halali kabisa. Ndiyo, wanakusainisha mkataba unaoonekana ni wa kibiashara. Ukigundua umetapeliwa na ukaenda polisi, polisi wanaangalia makaratasi na kukwambia, samahani, hili sio kosa la jinai kama wizi wa kuvunja nyumba. Hili ni swala la madai ya kiraia kati ya wabia wa biashara. Nenda kamshtaki mahakamani. Na mchakato wa mahakama ya madai ni mrefu na unagharimu pesa nyingi. Mwathirika anaamua kuachana nalo. Na athari zake ni za kutisha. Yaani, huwa tunaangalia utapeli kama kupoteza namba fulani tu kwenye akaunti ya benki, lakini vyanzo vinaonyesha uhalisia mchungu sana. Watu wanapata magonjwa sugu kutokana na msongo wa mawazo wa kupoteza akiba ya maisha yao. Ndoa zinavunjika kwa sababu mmoja analaumiwa kwa uzembe. Kujidharau kunaingia, na katika matukio ya kusikitisha sana, waathirika hufikia hatua ya kujiua. Ni uharibifu kamili wa utu wa mtu. Utapeli hauibi fedha tu, unaiba ujasiri wako, heshima yako na nafasi yako katika jamii. Unabaki umejitenga kabisa. Umeigusa pabaya sana. Ule utengano na uharibifu wa utu. Mambo haya mawili yanatuleta kwenye mada yetu ya mwisho leo, ambayo inaangazia mzigo mzito wa walezi na wagonjwa wanaosumbuliwa na magonjwa yasiyoonekana wazi. Ukiwaza kuhusu ule uharibifu wa utu na kuteseka kimya kimya, inakurudisha moja kwa moja kwa Enriqueta na Enrique kule Hispania. Hata kama tunaweza kuwahukumu kwa ukatili wao wa mwisho wa kumtupa ndugu yao mlimani, hatuwezi kufuta ukweli kwamba walitumia miaka 55, Nusu karne kamili. nusu karne, wakimlisha Luizin chakula cha kusagwa, kumwogesha, kumsafisha. Waliubeba huu mzigo kimwili na kihisia, bila msaada wa kutosha kutoka kwenye mfumo wa afya au jamii. Hii inatuelekeza kwenye mateso ya magonjwa yasiyoeleweka. Wale wanaougua na wale wanaowatunza wanajikuta wametengwa kabisa na mfumo wa matibabu ambao umeshindwa kuwapa majibu. Hapa ndipo tunapaswa kukiangalia kitabu cha mwongozo kutoka ALIP. Hiki ni chama cha kimataifa cha familia na waathirika wa lipodystrophia. Sasa, lipodystrophia au lipodystrophies kwa kimombo ni kundi la magonjwa nadra sana ambao hutokea pale ambapo mwili unakuwa na muundo mbovu wa kuzalisha na kuhifadhi mafuta. Subiri kidogo ili tuelewe vizuri. Maana yake ni kwamba mtu anaweza kula sana, lakini mwili wake hutengenezi mafuta ya kawaida chini ya ngozi kama sisi wengine. Hasa, kuna aina tofauti, lakini kimsingi ama mwili unashindwa kabisa kuhifadhi mafuta chini ya ngozi au unalimbikiza mafuta katika maeneo ya ndani ya mwili ambako hayapaswi kuwepo kabisa. Na matokeo yake kimimetabolojiki ni makubwa na ya hatari sana. Kwa sababu hawana seli za mafuta zinazofanya kazi ipasavyo, mwili wao unapungukiwa sana au unakosa kabisa homoni muhimu inayoitwa leptin. Okay, sasa hebu tufafanulie. Hii leptin ni nini hasa na inafanya kazi gani kwenye mwili wa binadamu? Leptin ni homoni ambayo inatumwa kutoka kwenye seli za mafuta kwenda kwenye ubongo ili kuambia tumeshiba, acha kula, tuna nguvu ya kutosha. Nimekuelewa. Kwa hivyo ni kama gari ambalo geji yake ya mafuta imeharibika. Gari lina mafuta kamili, lakini kwenye dashboard inasoma inasema tanki liko tupu. Hivyo kompyuta ya gari inalazimisha uende kituo cha mafuta. Mfano mzuri sana.
Kwa sababu ubongo wa mgonjwa wa lipodystrophy haupati ujumbe wa leptin, unaamini mwili unakufa na njaa. Hali hii inasababisha mgonjwa kuhisi njaa kali mfululizo isiyokata, hali inayojulikana kisayansi kama hyperphagia. Fikiria mtoto mdogo mwenye njaa kali inayomuuma masaa 24. Analia, anataka chakula, lakini chakula anachokula hakiwezi kuhifadhiwa salama. Badala ya kwenda chini ya ngozi, mafuta hayo yanakwenda kujazana kwenye ini, hali hatari inayoitwa steatosis au ini lenye mafuta mengi, na yanaingia kwenye misuli. Hili linasababisha seli kugomea insulini au insulin resistance, ambayo husababisha ugonjwa wa kisukari ulio mgumu sana kudhibiti hata kwa dawa. Hili ni tatizo kubwa. Lakini kwa kuwa magonjwa haya ni nadra sana, madaktari wengi wa kawaida kwenye hospitali zetu hawajawahi kuyaona wala kusoma kwa kina kuyahusu. Na hapa ndipo ile hadithi iliyo kwenye utangulizi wa mwongozo wa ALIP inanikaba kooni. Naka Eulalia, ambaye ni rais wa ALIP, anaeleza kwa hisia kali mapambano yake binafsi kutafuta utambuzi au diagnosis sahihi kwa binti yake Celia. Celia alikuwa anasumbuliwa na aina ya lipodystrophy inayoitwa Berardinelli type. Naka anaeleza maumivu makali ya kusubiri majibu. Hebu fikiria wewe msikilizaji, wewe ni mzazi. Uko kwenye hospitali kubwa, umejificha kwenye kile alichokiita chumba kidogo cha kijivu, umembeba mtoto wako mchanga anayeteseka. Unahisi upweke na kutengwa. Unamwangalia daktari bingwa akisubiri akupe jibu la kutuliza moyo wako, lakini daktari anakuangalia na kukuambia, hatujui mtoto wako anasumbuliwa na nini. Huu ni mzigo mzito sana ambao wazazi wa watoto wenye magonjwa nadra huubeba kila siku. Ukosefu wa taarifa na uelewa miongoni mwa wataalamu wa afya unamaanisha kuwa wagonjwa hawa wanafanyiwa vipimo vingi visivyo vya lazima, wanapewa matibabu yasiyo sahihi na wanacheleweshwa kupata msaada stahiki kwa miaka mingi. Kuchelewa huku hakuzidishi tu gharama za kifedha kwa familia inayohangaika hospitali hadi hospitali, bali kuna madhara makubwa ya kisaikolojia. Unasikia jinsi ya kina Enriqueta walivyochoka huko Somiedo, ndivyo wazazi hawa wanavyochoka. Na wakati mwingine ukosefu huu wa utambuzi wa haraka unagharimu maisha, kama ilivyokuwa kwa Celia ambaye kwa masikitiko makubwa alifariki akiwa na umri wa miaka 8 tu. Huu utupu na sintofahamu kwenye chumba cha daktari unaleta hisia ya kutengwa, ambayo ni sawa na yule mtu aliyepotea kwenye mlima wa Somiedo. Unapiga kelele, lakini mfumo haukusikii. Inavunja moyo. Lakini katikati ya hili giza na mfumo unaosahau, mwongozo huu hautupi tu huzuni, unatoa matumaini. Mwongozo wa ALIP sio tu kitabu cha kujisomea, ni chombo cha mapambano cha familia hizi. Kinamwangazia mtu kama Daktari David Araujo Villar na timu yake ya watafiti huko Santiago de Compostela. Hawa ni wataalamu wanaojitolea usiku na mchana kusoma magonjwa haya ili kuwapa matumaini wagonjwa ambao wametupwa nje ya mipaka ya uelewa wa kimatibabu. Wameunda vituo vya uzoefu, mtandao wa madaktari ulimwenguni, ili kuhakikisha kuwa huko mbele hakuna mzazi atakayepaswa kusubiri kwenye chumba kile cha kijivu kwa miaka 10 akiuliza mtoto wangu anaumwa nini bila kupata jibu. Daktari Araujo Villar na watu kama Naka Eulalia wanapigana dhidi ya nguvu ile ile iliyoficha mwili wa Luisin uko Somiedo, nguvu ya kutengwa. Tukihusianisha mambo haya yote, kuanzia milima ya Somiedo na ndugu waliotumia ukimya kuiba milioni, kisha ule utapeli wa scamplaners wanaokula pesa za watu waliojawa na aibu na machafuko ya kisheria, hadi kufikia magonjwa nadra ya lipodystrophy ambayo mfumo wa afya hauwezi kuyaona, tunapata picha moja kuu. Iwe ni kupotea kimwili, kupotea kwenye utando wa wajasiriamali wa utapeli, au kupotea kwenye rekodi za hospitali zinazoshindwa kukutambua, kinachounganisha yote haya ni hatari ya kutengwa. Kukosa msaada wa kijamii, kisheria au kimatibabu. Nini kinakuvutia wewe katika uwezo wa binadamu wa kuficha ukweli, ama kwa nia mbaya na ukatili kama wale ndugu wa Somiedo? Au ni jamii nzima na mifumo yetu inayoficha na kusahau bila kukusudia watu walio hatarini zaidi? Kwa kweli, sisi sote ni sehemu ya hii mifumo. Tunaunda usalama au tunachangia kutengwa kwa wenzetu. Kabla hatujamaliza uchunguzi wetu wa kina leo, nataka kukuachia wewe msikilizaji wazo moja gumu sana la kutafakari.
Leo hii tunaishi katika ulimwengu ambapo teknolojia ina uwezo wa kufuatilia kila ununuzi tunaofanya ndani ya sekunde chache. Ukinunua kikombe cha kahawa nchi nyingine kwa kadi yako ya benki, mfumo unashtuka papo hapo. Unafunga kadi yako na kukutumia onyo kwenye simu ili kulinda pesa za benki dhidi ya utapeli. Mfumo uko macho sana linapokuja swala la mtaji. Inakuwaje basi katika ulimwengu huo huo wenye akili bandika na mifumo mikubwa ya kiufuatiliaji, mfumo huo huo unaruhusu mwili wa binadamu mwenye ulemavu asionekane kwa muongo mzima? Inakuwaje unaruhusu mtoto anayeteseka na ugonjwa nadra kukaa gizani bila kutambulika kwa miaka, huku wazazi wake wakihangaika peke yao? Je, mifumo yetu tuliyoiunda tumeibuni kimakusudi kulinda fedha na mitaji zaidi kuliko inavyolinda utu na maisha ya binadamu? Tafakari hilo mpaka tutakapokutana kwenye uchunguzi wetu unaofuata.